Jana mnakumbuka nilisema nitamalizia ufafanuzi wangu kuhusu uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Tanzania kuhusu ule mswada wa sheria ambao umepelekwa bipartisan act ambayo imepelekwa kwenye Senate ya Marekani. Sasa nilikuwa sijamalizia kidogo, nikasema nitamalizia kwa ufupi leo. Nisikilizeni kwa ufupi afu tunafunga huo mjadala. Alafu tunahamia kwenye mada nyingine. Kimsingi ndugu zetu wa Tasha wamefika pazuri kwenye kutusaidia. Wako pazuri sana kwenye kutusaidia. Na sisi tunashukuru Mungu kwa kiwango kikubwa sana kwamba dunia haitanyamaza hata kama sisi tutanyamaza. Kama tutanyamaza kwa uoga, kwa hofu na nini, hata mawe ataongea. Ndugu zetu mabeberu ambao wanatoa hela zao wameamua kuongea. Wanaongea na wamepiga mkwara mzito sana, wamegusa mpaka maeneo makubwa kadhaa. Sasa iko hivi, ikiwa hiyo sheria mpya inayojulikana kama Reassessing the United States Tanzania Bilateral Relationship Act itapitishwa kuwa sheria, itaweka shinikizo kubwa sana kwa serikali ya Tanzania kifedha na kidiplomasia, huku wananchi wa kawaida pia tukibeba athari kubwa za kiuchumi kwa njia isiyo moja kwa moja. Nitaelezea kidogo athari zake ni kama zipi. Athari zake zimegawanyika katika maeneo makuu kadhaa. Nitaelezea. Serikali ya Tanzania na wananchi kwa ujumla tutabeba huo mzigo. Pamoja ni kwamba vita haina macho. Kwa hiyo Marekani wanapigana vita na serikali ya madhalimu ya CCM, lakini kutusaidia pia wananchi ambao sisi tutanufaika kwa huo msaada wao. Athari za moja kwa moja kwa serikali ya Tanzania. Mswada huu unaielekeza unaelekeza alama zake za moja kwa moja kwa vyombo vya dola, CCM ambao ni chama kinachoongoza dola, pamoja na vyombo vya usalama kutokana na madai ya kuua waandamanaji, kuchukua waandamanaji kutoka mahospitali, kuchukua miili kutoka vyumba vya kuhifadhia maiti, mortuary na kadhalika. Ukandamizaji wa haki za binadamu, utekaji wa raia, ukiukwaji wa haki za binadamu na kwa kiasi kubwa unahusishwa na matukio ya uchaguzi wa Oktoba 29 na siku zilizofuata na siku za nyuma yake. Sasa kutakuwa na kusitishwa kwa misaada ya maendeleo na biashara. Marekani itasitisha mara moja misaada ya maendeleo ya kiuchumi, ushirikiano wa kiusalama pamoja na baadhi ya program za biashara. Fedha hizo zitaendelea kuzuiwa hadi waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Secretary of State, ambao ni Marco Rubio sasa hivi, sio, athibitishe kuwa Tanzania imefanya mageuzi ya kidemokrasia na kusitisha mashtaka yenye misukumo ya kisiasa. Kwa mfano, kesi ya Tundu Lissu ya uhaini ya mchongo, kuna kesi za kisiasa zote ambazo wananchi, raia, wanasiasa walikamatwa, kwa mfano zile kesi za uhaini. Hiyo ni moja. Mbili, kutakuwa na kufungiwa kwa fedha za MCC. Ikiwa mswada huu utapita kuwa sheria hiyo itazuia Tanzania kupata fedha kutoka shirika la Millennium Challenge Corporation MCC, ambalo kwa miaka mingi limekuwa likifadhili miradi mikubwa ya miundombinu kama umeme, maji, barabara na kadhalika. Tatu, vikwazo kwa viongozi wa serikali ambao ndio kimsingi hapa inawahusu moja kwa moja hao wauni ambao wamesuppress haki za binadamu. Utawala wa Marekani utalazimika kuandaa orodha rasmi ya viongozi wa serikali, viongozi wa CCM na maafisa wa vyombo vya ulinzi na usalama wanaotuhumiwa kuhusika na vurugu za uchaguzi, utekaji, udhibiti wa vyombo vya habari waliotajwa, na watakabiliwa na mambo kadhaa yafuatayo. Moja, marufuku ya visa ya kuingia katika ardhi ya Marekani. Nitaelezea kwa nini hii ni muhimu, nitaelezea chini hapo kidogo. Tatu, kufungiwa mali au akaunti zinazoweza kuwa chini ya mfumo wa kifedha wa kimataifa inahusiana na moja, nitaelezea chini hapo. Nisikilize tu. Sasa hilo la tatu. Jambo la nne, kutakuwa na msuguano wa kijiografia
ili tusiliguse sana, tuliache. Of course Marekani wana maslahi yao ambao kimsingi yanahusiana na biashara zao kati ya wao, serikali ya Tanzania na serikali ya China, ambao mswada huo wao wanaagiza kwamba uchunguzi kuhusu ushirikiano wa kijeshi na kiuchumi kati ya Tanzania na China na nini na bla bla, mambo yao ya kiingia ndani, ambao si wananchi, sio sana, hayatuhusu sana, tuachane nayo. Sasa kutakuwa na athari kwa uchumi wananchi na uchumi wa Tanzania. Hizi nataka tuzungumzie athari kwa wananchi na uchumi wa Tanzania. Ingawa sheria hii inalenga zaidi serikali, viongozi wa serikali na viongozi wa vyombo vya dola, wananchi wa kawaida pamoja na mimi na wewe na mama yangu na nini na mama yake na mwana sisi yoyote aliyoko Muleba, aliyoko Katoro, aliyopo Tandahimba na nini watakutwa na hiyo songo mbingo. Wananchi wa kawaida pamoja na uchumi wa taifa wa nchi yetu wanaweza kuathirika kwa kiwango kikubwa. Moja, kwa nini wataathirika? Kupungua kwa uwekezaji wa kigeni, FDI. Sasa Marekani, tahadhari za moja kwa moja rasmi kutoka kwa Marekani kwamba Tanzania ni mazingira yenye hatari kubwa kisiasa, inaweza kuwakatisha tamaa wawekezaji wa magharibi kutoka Marekani, kutoka Jumuiya ya Ulaya na nini. Hii sasa inaweza kusababisha mambo kadhaa ambayo ni athari ya kiuchumi: kusitishwa kwa miradi mipya, kupungua kwa ajira, kudorora kwa ukuaji wa uchumi. Sijui kama mnaelewa hiyo. Sasa shinikizo kwa huduma za jamii na miundombinu. Kutokana na kusimamishwa kwa misaada ya maendeleo ya fedha za MCC, kunaweza kuacha pengo kubwa katika bajeti ya serikali kwa sababu ni tegemezi. Matokeo yake inaweza kuwa nini? Kuchelewa kwa miradi ya afya kwa sababu fedha zinatoka kwenye MCC, kupungua kwa uwekezaji katika elimu, fedha zinatoka kwenye MCC, kusimama kwa baadhi ya miradi ya miundombinu, fedha zinatoka kwenye MCC. Kwa zile UIU maana yake ni kwamba wataacha kupump pesa zao kuja kwenye afya, kwenye elimu, kwenye miradi ya miundombinu. Kwa zile UIU na nini lazima mjifikirie upya. Sasa hali hii inaweza kushusha kiwango cha maisha ya wananchi wa kawaida, kinagusa maisha yangu, maisha ya mama yangu, maisha ya mama yako, maisha ya mtu yote wa CCM ambaye ni kibaraka wa CCM ambaye hajui kinachoendelea. Mvutano wote wa kidiplomasia kati ya Marekani na Tanzania uwezekano wake unaweza kusababisha tahadhari za usafiri kutoka Marekani. Unaweza kupunguza idadi ya watalii wa Marekani ambao wanaingia Tanzania, ambao ni chanzo kikubwa cha fedha za kigeni, hasa Zanzibar na maeneo ya Northern Safari Circuit, yani kaskazini mwa Tanzania kule, ambapo wanakwenda kuangalia Serengeti, wanakwenda kuangalia hifadhi ya taifa ya Serengeti na hifadhi ya taifa ya Ngorongoro. Wakikata fedha zao, maana yake mtapata fedha za kigeni, na sisi tunategemea fedha nyingi za kigeni kufanya purchasing ya vifaa mbalimbali, kununua nondo, kununua simenti, kununua nini kwa ajili ya kujenga madaraja, kujenga barabara na nini. Wakikata fedha zao, pesa mtapata wapi? Mtatumia pesa yenu kwenda kununua vitu kwa dola? Haitawezekana, kwa sababu sisi tunanunua simenti, tunanunua nini na vifaa vya ujenzi mbalimbali, tunanunua chakula, sisi tunanunua mpaka ngano kwa fedha, kwa dola. Sisi tunanunua mpaka ngano, tunanunua mbolea, tunanunua nini. Sasa watu wanaacha kuleta fedha zao za dola, mnapata wapi dola kununua mpaka mbolea? You guys mnanunua mpaka mbolea nje, mnanunua mpaka nini wanaita chumvi, mnanunua mpaka nini wanaita ngano. Sasa hiyo matokeo yake yanaweza kuwa nini? Fedha kigeni kipungua, kuna kushuka kwa thamani ya shilingi ya Tanzania, kuongezeka kwa bei ya bidhaa za nje kama mafuta, magari, vifaa vya magari, vipuri na nini, vifaa vya elektroniki, simu, TV na nini zitapanda bei, kuongezeka kwa mfumuko wa bei, bidhaa zitapanda sana. Of course ikishafika huko, wananchi wote watasikia machungu na wataitaka serikali yake iwajibike. Ikishawajibika ndio tutasema kwamba tumefanikiwa kuwajibisha serikali, kutokana na kwamba kila mtu ameguswa na maumivu ya mfumuko wa bei. Nimesikia bunge linaanza kujadili, wabunge wa CCM wanajadili juu, wanataka sijili na nini, lakini kimsingi madhara yake yanaigusa serikali, sio serikali pekee. Yanakwenda kuigusa serikali na yatagusa mpaka yatakugusa wewe, mimi na mwingine. Sasa mswada huo ukipitishwa, lazima jasho jembamba, kijasho
liwatoke ma CCM na viongozi wake na watu wa kwenye vyombo vya usalama. Maana kuna watu wameficha fedha zao kule. Zama za kuficha ukwasi kwenye maparadiso ya kodi huko tunaita tax havens bila kubugudhiwa zinazidi kufikia kikomo, kwa sababu watu wameficha mahela mengi sana nje. Marekani ikikaza kidogo tu vyombo vyake vya usimamizi wa kifedha na kuongeza uwazi kwenye mifumo ya kibenki ya kimataifa, athari zake zinakuwa ni kama mtikisiko wa ardhi, zile tunaita domino effect. Unajua domino effect ndio mtikisiko wa ardhi unaofika hadi Tanzania, hadi huko kwetu, kwa sababu matajiri wengi wameficha fedha zao kule. Sasa kuna mambo makubwa mawili yanayowafanya wahusika wanaoficha fedha zao kule waanze wapige kelele, ndio wasikia kelele zao bungeni kule, walie na kukosa kauli. Kutakuwa na mwisho wa ushiri. Ushiri unajua nini? End of anonymity. Mnaijua? Sasa sheria nyingi za Senate ya Marekani, bunge la Marekani, kwa sababu bunge la Marekani na upper case na lower case. Kuna Senate na House of Representatives. Zikilenga kufichua wamiliki halisi wa kampuni na akaunti zilizofichwa, beneficial ownership. Kile ambacho pazia la siri lilikuwa linalinda majina ya vigogo nyuma kampuni tanzu, shell companies, yani zile shell companies za huko kuanzia Delaware, British Virgin Islands, Cayman Island, kwenye visiwa vya British Island, kwenye visiwa vya Cayman Islands, lazima wote watafichuliwa. Watu waficha pesa zao huko. Sasa kwa sababu hawa wauni wanaficha pesa zao kule, wanakuja wanaziingiza kwenye njia ambazo wanaita ni za biashara, wanafanya money laundering, wanatakatisha fedha. Huko kutakuwa na kubana njia za pesa, anti money laundering and sanction. Anti money laundering na vikwazo. Marekani ikitumia nguvu yake ya dola, US dollar, na mfumo wa SWIFT ambao ndio mfumo wa kimataifa wa fedha, ina uwezo mkubwa wa kulazimisha benki za kimataifa kushirikiana nazo, la sivyo zifungiwe kufanya biashara na Marekani. Sababu wauni wameficha zao kwenye visio kule. Sasa wanafunga SWIFT code. Wanafanyaje? Hii ina maana kwamba hata zile benki ambazo zilikuwa salama zinalazimika kuanza kukagua kwa umakini mkubwa vyanzo vyake vya wateja na fedha zao zinatoka wapi, wamewekeza kutoka wapi. Hasa viongozi wenye ushawishi wa kisiasa, PEPs kutoka nchi zilizokuwa zina matatizo kama na Marekani, ikiwemo Tanzania. Kwa hiyo hili jambo sio jambo dogo. Kwa kifupi, ule uwezo wa kuhamisha mabilioni ya fedha za umma au faida ya ukupaji kodi na kuzisogeza nje ya nchi, kutoka Tanzania unazipeleka nje ya nchi, Dubai, wapi kwenye visiwa vyenu mnakwenda kuzificha kimya, unakuwa mgumu na unakuwa na gharama kubwa mno, kwa sababu macho ya Marekani yapo. Sasa sheria hizi zikikwama, wanapumua. Zikisonga mbele ni homa kubwa, na lazima watapiga mshindo wa koma, watapiga kelele, watapiga mlio mkubwa sana, bwana, vilio vitazidi kuongezeka. Kwa hiyo sisi tuwape Marekani waende kukaza. Huu ni kama mchezo wa paka na panya, lakini safari hii paka anaonekana kuongeza makucha makali zaidi. Solova, nafikiri nimekamilisha ambacho nitaka niwaambie jana. Hii ni part 2. So good, tutakwenda kwenye mambo mengine. Mungu atubariki, Mungu awabariki yote.